wale ambao mnasumbuka na mambo inawasumbua mjui cha kufanya. Kuna mambo matatu nataka kuambia ambayo yanazuia watu kuendelea mbele. Una maono, una ndoto, lakini haiwezi kutimia kama haujaelewa haya mambo matatu. Jambo la kwanza, ukikosa kuelewa maumbile ya ndoto ulionayo au maono ulionayo, ukikosa kuelewa maumbile au ndoto ulionayo, ndoto yako haiwezi kutimia. Jambo la pili, ukikosa kuelewa kwamba gharama, kila ndoto na kila maono kuyatimiza kuna gharama. So lazima uelewe gharama ambayo unatakana kulipa ili uweze kufanya nini? Uweze kutimiza ndoto au maono ulionayo. Jambo la tatu, mpaka uelewe kwamba kila ndoto na kila maono ili kuitimiza kuna kitu kinaitwa kanuni za hayo maono, kanuni za hiyo ndoto. Yaani sheria, kanuni. Kanuni ni kitu ambacho hakibadiliki. Mbingu na dunia zitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Na kanuni ya maono ya mwanadamu ni neno la Mungu. So lazima uelewe kanuni ya aina ya ndoto yako ni gani. Kama hujaelewa kanuni, hautaelewa kutimiza maono au ndoto ulionayo. Wengi mnakuwa wazembe kufanya vitu ambavyo vinawasaidia na mnataka usaidiwe kupata pesa, lakini gharama ya kulipia ili uweze kuinuka na kuanza kutengeneza pesa hautaki. Unafikiria mtu anatoka huko alafu akusaidie tu bure. Sema wengi hapa mnanitumia message mnasema Apostle nisaidie. Naona unasaidia watu kwa internet, nisaidie. Hakuna mahali nimesema kwa internet ya kwamba mimi niko hapa ninasaidia watu, jioni niwasaidie. Hapana. Mimi ninafanya kazi yenye najua. Ninasema jamani, kama kuna hii na hii na hii na hii, unaweza fanya hivi na hivi na hivi na hivi na itakusaidia. In case ukifanya vile nimekuambia na imekataa na ungetaka kunihusisha, basi unanihusisha kikazi, maana utalipia. Na mimi si mtu wa kwamba utalipa baada ya kazi. Unanilipa ndio nafanya kazi. Mimi si aina hiyo ya kulipa baadaye, kwa sababu ni kazi ya kiroho. Inabidi watu wanilipe ndio nifanye kazi ikiwa nafanya. Manake kama ni kazi ya kiroho, ni kazi lakini ni ya kiroho. Kuna vitu ambavyo huwa nanunua, kuna vitu ambavyo huwa nahitajika niwe navyo ndio nifanye, na hiyo inategemea na hekima ambayo niliipata kwamba ninunue na hela yako ndio nifanye. Sasa wewe kama una hata uwezo unaniambia nisaidie kutengeneza pesa. Mimi huwa siwezi kusaidia mtu yeyote kutengeneza pesa, maana sijui pesa zinatengenezwaje. Mimi sijui. Ile kitu najua ni kanuni za kufuata na mbinu za maarifa za kiroho za kufuata. Alafu ukifuata hizo kanuni utaanza kuvuta roho ya pesa, makaratasi haya yataanza kuja kwako. Lakini kama unaambiwa kulipa gharama hauwezi, kuambiwa unatakana kuja kuniona huwezi kulipa fare, unataka mimi Tayo nichukue ndege yangu ama gari langu niweka mafuta niendeshe nije kwa mji wako, nikuje nikupigie nikutafute mahali huko nijilipie hoteli nikae hapo, wewe uje tuongee alafu utoke bure ukiniambia kwanza nimeletwa hapo kwa ajili yako, hiyo haiwezekani. Watu wa Nairobi ninakuja, nikikuja Nairobi hapa alafu nikose kukutana na watu wale walioniambia. Watu wengi wamenitumia messages, wengi sana wametuma message, ukija niambie, ukija niambie, ukija niambie, naomba ni mimi niko hapa. Ni wengi sana. Sasa hiyo list inaelekea sijui watu 30 sasa hivi. So nataka nifanye hivi. Tafuta kama mambo yako yamekwama na unataka kutengeneza haswa upande wa pesa, sales haziendi, kila kitu, fanya hivi. Tafuta pilipili ya Algeta. Hiyo pilipili ya Algeta imetengenezwa kiroho tayari. Mnajua vile nimewafundisha. Tafuta noti ya currency ya taifa lako, mahali unaishi. Tafuta noti yoyote ya pesa. Alafu tafute chumvi ya mawe ile ya bahari. Weka maji kwa ndoo. Ile siku ambao umezaliwa, kama ni Tuesday, kama Wednesday usiku wa manane, amuka. Alafu ukishaamuka chukua hiyo Algeta mbegu 7. Tumia hizo mbegu 7 kujisafisha, cleansing. Kila moja mbegu 7 peke yake. Ukimaliza ile note ambao umepata,
weka chumvi juu yake, alafu ingiza ndani ya maji ya kuoga. Wacha ikae dakika 5, anza kuoga hiyo maji. Kumbuka umeombea maji mawazo ya moyo wako. Ukishamaliza kuoga, hiyo jambo linafanyika usiku wa manane. Toa ile noti pale, uweke kando, na zile pond ya alligator paper ambazo zimebaki, weka mahali, zitakusaidia kwa mambo mengine. Ngoja ile pesa ikauke yenyewe. Ikauke bila jua. Itakapokauka, watachukua, alafu utapatia mtu yeyote ambaye ana mahitaji uko nje. Maisha yako yataanza kupata bahati nzuri. Mambo mema yataanza kutendeka kwako. Umeondoa vitu fulani kwako na umekaribisha vitu vizuri. Fanya hivyo, na kufanya hivyo kama ni gharama, unaona ni ngumu, unaona hauwezi, tafuta mbinu zingine ambazo zinaweza kuwa za haki mbele za Mungu na zinakusaidia. Asante kwa kusimama nami na kusikiliza video zangu. Mungu awabariki, awape kibali zaidi. Amen.